Mchana wa leo niko na furaha sana kusimama mahali hapa kumletea neno la Bwana vile Bwana anataka tujue siku ya leo, na furaha yangu ni kubwa sana. Sijui nitaanzia wapi nitamalizia wapi. Hata neno ikikosa kutoka neno sawa na safi inaweza kujenga sana, lakini mimi nasikia kumuinua Yesu. Na ningependa tu hata kabla niendelee sana niwarudishie shukrani watu wawili watatu wale walisimama na mimi nikiwa chibuesi kiroho, nikiwa nimevivia, nikiwa sina mwanzo, na nikiwa nimefungwa. Usiseme yule amefungwa na yule yako town ama yule yako kwa bar. Kanisani tumefungwa. Kanisani tumefanya nini? Tumefungwa. Ningependa kwanza kabisa kumrudishia shukrani mke wangu Elizabeth
kwa sababu yeye aliniombea sana, kwa kujua ile family imetoka na ile mambo yote napitia ya kiroho. Pokea shukrani zangu Elizabeth. Ningependa sana kumshukuru Pastor Lydia. Yeye ndio alisimama akakemea shetani, akasema na huyu mtu amefungwa, tumuombee. Kwa hivyo kutoka siku hiyo ndio nianza kupata ufufuo wangu. Labda Pastor Lydia hayui, na najua hakuwa akijua ile kazi nilifanya, lakini madam kazi ndio hiyo. Na ndio sababu naanza simama hapa niseme Yesu ni Bwana. Yule mwingine waza mtia shukrani ni Pastor Ngede. Alisimama na mimi kwa maombi, isipokuwa yeye aongeangi mingi, lakini alikushikilia yeye utafika mahali. Kwa hivyo hata ukosa kusikia ujumbe mwingine, this is a testimony kutoka kwa hii kanisa. Mimi nachukuanga kama ushuhuda kila wakati, kwa sababu wakati nimjua Yesu nimejua mambo mingi na nikasikia kwa kweli nimefunguliwa. Asanteni sana, wacha tuombe tuanze neno. Baba wetu na Mungu wetu, nakushukuru jioni ya leo, tunakutukuza Bwana. Tunaomba Baba ukatunenee na ukatuulize Bwana, ukatuonekanie Bwana. Nguvu zako zikashuke zikakuwe pamoja nasi, ukatuongoze. Asante Mungu wetu, tukuka na uinuliwe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ujumbe wetu wa leo ni siku ya wazee. Na sikuwa nimejitayarisha sana kuongea mambo ya wazee, kwa sababu naongea juu ya mzee mmoja, na usimwangalie tu kama mzee. Chukua hiyo nafasi ya huyo mzee ujiingize pale. Kuna mzee mmoja wa Biblia wa mji wa Jericho. Alikuwa anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa ni mzee, hakuwa mzee wa kawaida. Kwanza alikuwa ni mkubwa wa cheo. Ya pili alikuwa ni mwenye mali. Ya tatu alikuwa na ofisi kubwa. Hakuwa amefungukiwa. Alikuwa mzee sawa. Wale wasee wa Kenya tunasema huyu ni mzee amebarikiwa, hata kama hujui baraka zimetoka pande gani. Kwa hivyo yeye alikuwa kwa ulimwengu ni mtu amebarikiwa. Alikuwa tajiri sawa, na unajua tajiri sawa hata yeye anaonanga maskini. Anaonanga matajiri. Kwa hivyo Zakayo alikuwa pale na alikuwa ni tajiri. Lakini pia alikuwa amefungukiwa na jambo moja. Alikuwa amefungukiwa kwa kimo. Hakuwa ametoshea ile kiasi ya watu wale wako kwa kimo ya juu. Alikuwa amefungukiwa, pia alikuwa na ufunguku wake. Kwa hivyo yeye alikuwa mzee sawa. Kwa tajiri, unajua watajiri anapanga sawa. Wanakula mzuri, wanasoma mashule mzuri, magari kwa sawa. Kwa hivyo tuseme alikuwa na farasi sawa na chariot ya kumpeleka kule wakati enzi zile. Alikuwa ni mzee wa kutoka mji mmoja unaitwa Jericho. Ile kitu sina sijui kama huyo mji wa leo huko, lakini ni mji wa huko Jericho, huko kwa Biblia, si Jericho yetu hapa. Kwa hivyo huyu mzee alikuwa anaendelea na biashara zake na kukula murungura, kwa sababu alikuwa ni chief tax collector. Tuseme alikuwa mkuu wa tosha ushuru. Hakuwa mtosha ushuru, hapana, alikuwa mkuu. Kwa hivyo ripoti yote ilikuwa inakuja kwake. Jioni anajua kama wale watu wetu, brothers wetu wa traffic, anajua inakuja hii na ile, mambo kama hiyo. Kwa hivyo alikuwa kwa macho ya watu wamebarikiwa sana. Lakini kwa roho yake alianza kusikia Yesu akitajwa. Unajua saa nyingine wao tunasikia Yesu akitajwa kwa umbali. Yeye alianza kusikia Yesu anatajwa, na akaanza kwa roho yake kusikia huyu mtu vile ako na nguvu. Huyu Yesu ni Mungu na yeye ndio mwenye yote. Kwa roho yake akaanza kuwa na kiu ya kumuona huyu Yesu. Akaanza kutamani kumuona Yesu. Siku moja ikafika mwisho, akasikia sasa, akaambiwa sasa ule Yesu unasikiana atatembea mji wa Jericho. Yeye akajisikia, akawei mambo yake yote, akafima mambo yake yote.
niende nisiende, lakini ikawa msukumo ni mwingi. Yeye hakujali madaraka yake, hakujali mavazi yake nzuri, na hakujali kwenda kutangamana na watu kule. Sasa huyo mzee wa Jeriko alisikia amepata huu msukumo, na akaamua kitu moja, kumuona Yesu. Na hiyo ndio kichwa ya ujumbe wetu, kumuona Yesu. Yeye alitamani kumuona Yesu, lakini kulikuwa na mambo mingi sana ile inamfungia asimuone Yesu. Na niko naomba mkisikia sauti haitoki sawa sawa, msamehe. Yeye alikuwa na mambo mengi ile inafanya asimuone Yesu, lakini alikuwa amefika mwisho, anaona kweli asimuone Yesu muone. Akaangalia madaraka yake pale kasini, haikumzuia. Akaangalia ofisi kubwa, haikumzuia. Meetings za wakubwa zinafanywa ile over table. Hiyo madaraka hiyo kufanya hizo meetings za ukubwa haikumzuia. Mavazi yake ilikuwa sawa sawa. Viatu za siku hizo hata kama sikuwa sandals ama nini, lakini kulikuwa na viatu, kwa sababu tunasikia huko na boots zile za askari. Pia kulikuwa na viatu, asikumzuia. Yaani akaangalia hata umri wake kama mzee. Unajua saa nyingine ukiona wasee wakifanya mambo unashindwa wasee wameruka kichwa. Lakini wale wasee wamemuona Yesu wao wanafanya mambo ambayo sio kawaida. Ndio unasikianga tupita picha hapa na kuruka. Ukienda kuruka pale sokoni watu watakuzingira waseme mzee ameharibika. Lakini hapa kwa sababu tumemuona Yesu ndio tunaruka. Huyu mzee akuzuiwa na hiyo mambo yote. Hata ile kufungukiwa kwake kwa kimo hakukumzuia. Alikaa kaangalia, akajua Yesu ndio mambo yote. Mimi nimepata pesa kupitia kwa hii njia, lakini sasa mambo ya pesa nimeweka kando. Nimesikia kuna yule mwenye vitu zote. Anaonekana huyo mzee alikuwa mwerevu hapo, mjinga na mdoyo, hata kama alikuwa ni mwenye dhambi kule nje. Hata hiyo dhambi haikumzuia wakati alisikia anaenda kumwona Yesu. Na jina yake kubwa haikumzuia. Na kuna jambo lingine moja kubwa sana ambao wanga inazuia watu wengi kumwona Yesu. Umati. Hata huo umati haukuwa kizuizo kwake kumwona Yesu, kwa sababu alikuwa mwerevu. Huo umati haukumzuia. Kwa hivyo mzee aliamua atamuona Yesu. Na yeye hakujua akimuona Yesu naye Yesu atamuona, kwa sababu alikuwa anataka, ako na kiu ya kumuona Yesu, kwa sababu Yesu ametembea pale Jeriko. Nasi mara mingi Yesu anatembeanga Jeriko kwetu, na tunakaa hatukui na kiu. Tuseme Jeriko kwetu ni mchimbuzi wa Rwai ama kanisa ya DC. Tuko hapa kwa Jeriko yetu. Pastor hata kuwezesha kuona Yesu. Yesu ni wewe mwenyewe utamuona. Haonekanagi na watu wawili. Yesu ni wewe mwenyewe utatoa mbinu zako za kumuona. Kwa hiyo mzee akaamua atamuona Yesu. Na akaambiwa anapita njia hii. Hakuzuiwa na umati. Akatoka akaenda mbele. Na akapanda mti wa mbuyu. Na akamuona Yesu. Hakumuona Yesu kwa kawaida ule tunamuona kwa umati. Kwa umati unaonanga mtu akiwa mbali unaona kichwa ama unasema ako hapo. Alimuona Yesu kabisa. Naye Yesu akamuinulia macho. Wacheni waambie ndugu zangu, dada zangu, kwa kanisa unakuja kuambia, unakuja hapo Jeriko kwa sababu Yesu ako hapo. Na pastor anasimama na kuambia anapita njia hii utamuona Yesu. Lakini watu wengine wataka kupita hiyo njia. Wacha twende tukasome Biblia, ndio isikuwe ni maneno ya kutoka kwa mdomo tu itoka kwa Biblia. Ndio tukaone huyu mzee maisha yake ilikuwa na mdanganya na kumuona Yesu. Tusome kitabu ya Luka 19 mstari wa 1 mpaka wa 10. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru.
naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupita njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa na mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, nimrudishie mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani huu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Biblia inatuonyesha sawa sawa vile Zakayo alikuwa mkubwa, vile Zakayo alitamani kumwona Yesu, na vile alikuwa amefungukiwa na mambo, amefungwa na mambo kadhaa. Yeye tumesema alikuwa amefungukiwa na kitu moja, sio tajiri na si pesa. Alifungukiwa kwa kimo. Na pia pale alienda pale Jericho, kulikuwa na vizuizi za kumzuia asione Yesu. Hizo vizuizi hata waliozikwa, kuna mambo mingi sana inatuzuia tusimuone Yesu. Yeye kizuizi moja nimesema ilikuwa ni mali yake na madaraka yake. Ukiwa na mali na madaraka, unaangaliaga mambo mengine ya Ukristo, unaona hili mambo haifai. Ukiwa na mali unashindwa, watu wanakuja kushinda mahali wakiimba na kurukaruka namna gani. Watu wale wako mali, wako shida mingi. Hiyo ni njia moja inaweza kukufunga usikuwe pamoja na wapendwa wale wengine. Pia kulikuwa na umati. Umati uko na umati utakuzuia kuona Yesu, kwa sababu utajipicha chini uko nyuma ya umati. Huo umati wa Jericho si ati hakukuwa na watu wanamjua Yesu. Walikuwa wanamjua na kazi yao ni kumfuata kila wakati mahali anaenda kule kwa umati, kwa sababu kulikuwa na wale 12 na wanafunzi wale wengine walikuwa ni mamia mingi, na wale watu wengine wanawafuata tu kumwona Yesu akitenda miujiza. Hata kuna wakati mmoja alisema, na hiyo mnataka kuja kwa sababu ya mkate. Kwa hivyo ilikuwa na mambo mingi ile inafanya wafuate Yesu waone. Lakini wao hawakuwa na haja na Yesu, walikuwa na haja labda kuona miujiza na kula mikate na kufuata tu. Kwa hivyo wapendwa, nawaambia ndugu uko hapa na mama uko hapa, mtoto uko hapa na mzee uko hapa, usije kanisani tu kukaa kwa ubaki ama kufuata tunaenda kanisa. Kuja kwa kanisa kumtafuta Yesu na uwe na tamaa ya kumwona Yesu. Kama wao walikuwa pale tu wanafuata kikundi. Sasa walitoka kwa ofisi yake Buji wa juu, tuseme kule hapa iliyokuwa na maofisi kubwa, akatemka River Road pale ama Kariobangi, kwa sababu ndio kwa Yesu alikuwa anapitia. Akawacha madaraka yake, akawacha mamlaka yake huko na ukubwa yake, akateremka akaja Kariobangi ama huko mji wa Jericho. Akaambiwa hiyo itoshi, akaulizia, akaambiwa anapita njia hii, kwa sababu kule alienda akapata hiyo umati. Hapana, utakuja hapa ndugu yangu, kama una tamaa kuona Yesu utamalizikia kwa umati. Na ndio sababu unihusu niseme na Bwana, ndio sababu ukisikia wasee wakuja hapa, wengine wanaona uzito sana kuja, kwa sababu kwa hiyo umati kuna comfort ya aina fulani. Kama wewe umefungwa kwa umati, hapo ndio comfort yako iko. Kama wewe umefungwa kwa umati, hapo ndio comfort yako iko. Unataka ibada ikiisha unachomokea huko unaenda. Ukisikia kina mama wabaki, hiyo si yangu. Wasee wabaki, hiyo si yangu. Wanayusi wabaki, hiyo si yangu. Kwa sababu wewe labda huko kwa kikundi, huko kwa umati. Jambo mzuri sana ni kutoka kwa hiyo umati na kuwa mmoja wao na kumuona Yesu. Wale walikuwa karibu pale walikuwa wanamuona Yesu. Lakini ukiwa kwa umati pale nyuma huwezi kumuona Yesu.
Ndio sasa Zakayo yeye akaona hapana, hii mambo imekuwa ngumu. Pale mbele, that's a different leadership. Siwezi fika pale. Isipokuwa mimi ni mkubwa, lakini huko ni Kariobangi, msoko bado ni mingi, nani atakitambua? Tuseme ile hiyo street ya huko Jericho. Akaambiwa, akaulizia, akaambiwa hapana, anapita njia hii, na akakimbia mbele. Kukimbia mbele akafanya jambo lingine ambao wazee hawafanyaga. Hakuna mzee unaweza kuona mpanda mti mchana. Hata wale wanaendana kutoa asali ya nyuki, wanaendana usiku. Na wanaenda na vijana wakupanda mti. Huyo mzee alifanya jambo ambalo si ya kawaida. Kwa sababu kwa hivyo kumuona Yesu si kufanya mambo ya kawaida. Ni utoke kwa kawaida. Na uitie mbele. Na kufanya mambo ambayo si ya kawaida. Kumuona Yesu kuna gharama. Kuna gharama na kuna mambo mengine unafanya unaonekana kama umeruka kichwa. Mzee alikimbia mbele. Akapanda juu ya mti wa mkuyu. Pia kuna kukimbia mbele kutoka kwa hii umati. Toka kwa umati. Jitoe, jitenge, uone Yesu. Kwa sababu ukiwa pale mbele, njia ya kumuona Yesu itakushukia. Njia yake si moja. Labda vile nilimuona sio ndugu mnene alimuona. Sio basa alimuona. Ulimuona kwa njia nyingine na mimi nikamuona kwa njia nyingine. Kwa hivyo kuna kujitenga kwanza. Toka kwa kikundi. Ukae peke yako. Ndio Yesu akunenee utamuona namna gani. Ndio Zakayo akafanya hiki kitendo ambao sio kawaida, akapanda kwa mti. Na unajua kwa mti alifanya nini? Alimuona Yesu kutoka kwa kichwa mpaka chini. Hakumuona nusu. Hapana. Ukiwa kwa umati utaonaga Yesu nusu pale kichwa kitokea. Ama akizingurwa pale unasikia hapo hapo. Ama unasikia sauti. Inuka juu. Hatutakuwa Zakayo, hatutaenda kupanda mti siku ya leo. Hapana. Utainua imani yako ndio ufanye vitendo za kiungu ama za kiroho ambao ni tofauti na zile mimi nafanyaga. Kwa sababu wewe umetambua na unataka kuona huyu Yesu. Hakika Zakayo alimuona Yesu na akawacha watu walikuwa wanamfuata pale kila siku wakiwa hawajamuona. Kwa sababu ukiwa nyuma ya kikundi kule unafuata tu Yesu kule anaenda anatenda miujiza nini. Ukimuona Yesu ndugu yangu, dada yangu, utakuwa tu ukiona akitenda miujiza. Utakuwa ni mmoja wa kutendewa. Tuko mmoja. Utakuwa wewe ni mmoja wa kutendewa miujiza. Utatendewa miujiza mpaka uwe huwezi kuamini. Wacha niwaambie jambo moja. Nasikianga nikiinuliwa sana nikipeana example na mimi. Siku moja nilikuwa na ugonjwa mingi na ikapona yote. Na nikakuwa na furaha wakati nimuona Yesu. Hiyo ndio hiyo. Ukimuona Yesu mambo mengine yanatoroka. Nikapona na nikasikia mzuri sana. Nikajua kweli Yesu uko. Lakini siku moja alinitendea jambo ile hata nyinyi mnaweza kuona. Hata mimi nikajua kweli Yesu ni mwenye nguvu. Nilikuwa siku moja nikiomba. Na siku moja pia nikifanya kazi yake usiku sana. Nilikuwa nimemuomba ile maombi ya kuomba na kufanya kama umesahau. Nimuomba aniponye. Kama wewe ni Yesu na unataka nihubiri neno lako na umeniita nikiwa mzee, wacha nisiende kuwa aibu nikiwaambia watu wewe uponye. Na mimi niko na ugonjwa ambao naonekana nipalia macho. Nikamwambia niponye macho. Na nikakuwa ni kama nimesahau. Lakini usiku moja niponye macho yangu. Ndio sababu nimesimama hapa sina miwani. Nilikuwa nimempalia miwani ya I think this is the 36th year. Miaka 36 nilikuwa napalia miwani. Miwani nilitoa na naona. Nimesoma Biblia. Kwa hivyo akanitendea hiyo jambo, nikajua kweli yule mwenye kunifunga alijua alifunga nini. Alitendea hiyo jambo hata mimi nikajua kabisa. Kwa hivyo nikuambia panda mti wa mkuyu. Kwa imani yako ndio itakupandisha pale. Utapanda mti wa mkuyu siku hizi wa mti ule ndio. Unajua wakati huo hata Yesu alikuwa physical pia. Siku hizi Yesu tunamtafuta kwa imani. Yesu tunamuona kwa imani. Utakuja kuona Yesu, yule Yesu ako na mwili, ako na nyama na mwili. Yule Yesu ako ni Yesu wa imani. Tunamuona kwa kiroho. Tunaona vitendo zake. Tunamuona, unaweza kuwa
anaweza kutembelea, si ati haonekani, kuna watu muona. Lakini wale wengi tunamuona kwa imani. Ndugu yangu, dada yangu, inua imani yako. Uinue imani yako kupita kiasi ya kuwa pale chini. Inua imani yako hata kama wewe ni nani. Kwa sababu wakati Yesu umemuona, ukimuona Yesu tu hivi, naye atakuinulia uso wake. Hakuna jambo mzuri sana ama la muhimu sana kama Yesu kukuinuliwa uso akuangalie. Hadi wakati alifika pale chini, aliinua macho yake akamwangalia Zakayo, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, leo utakuwa mgeni wako. Shua ni Yesu akikuambia namna hiyo, ni nini kingine unatafuta? Wacheni niwaambie kitu moja. Hata ufalme wa hapa duniani uko na nguvu sana. Mfalme akisema atakutembelea, unajua mambo yako iko sawa. Wacha siku hizi, tulikuwa na president huko, alikuwa sawa, akisema amekutembelea, ukimuona tu na shida zako zilikuwa zinaisha. Yes, huyo alikuwa president wa wananchi. Ukimuona tu ukiwa na shida zako, hata kama ni gani zile zinakozani nchi yake hapa, ilikuwa shida zake zimeisha. Huo ndio ile mfano mzuri anaweza peana. Hakuna wakati mtu alienda kwa yule mzee, hata kama amekukuta kwa ndio kwa njia, umuone tu. Alikutana mzee mmoja, alikuwa mechanic kule Limuru. Huyo mzee alikuja kukufa maisha yake ikiwa imeba. Wale wazee wa zamani mnajua bila anamaanisha. Yule mzee alikuja kukufa akiwa maisha yake imefanya nini? Imebadilika kwa sababu alikutana nani? Kwa hivyo ukikutana na Yesu akikuinulia uso wake, mambo yako imekuwa. Mambo ingine unahitaji kufunga na kuomba, mambo ingine unahitaji kukemea, mambo ingine unahitaji watumishi wa kuwekelea mikono, inatorokanga wakati huo, kwa sababu Yesu ni Mungu. Na hakuna daimoni kubwa kuliko yeye. Hakuna shida kubwa kuliko yeye. Huyu mzee alikuwa na shida ya kudanganya watu ndio watu utajiri. Huyu Zakayo alikuwa na shida ya kukula rushwa kazini. Alikuwa na shida pia, wanaonekana alikuwa amenyanyasa maskini. Lakini wakati Yesu alimuona, jambo la kwanza akamkaribisha kwake. Wokovu ukapatikana kwake. Mzee uko hapa, kama wewe utamuona Yesu, ujue wokovu kwako utapatikana. Kumuona Yesu si kuja kanisa, hiyo tunataka kusema. Hapana, ni kuinua imani yako mpaka umuone. Huyo Yesu wa miujiza umuone akikutendea wewe, si kuona akinitendea. Huyo Yesu wa upendo uone upendo wake kwako. Uone nguvu zake kwako. Uone akikupigania. Ukiinua imani yako na umuone Yesu na umkaribishe. Ati mzee uko hapa, hata familia yako wokovu utakuwa umeingia kwao. Hiyo ndio jambo la kushangaza. Wokovu utakuwa umeingia kwao. Sisemi kina mama wanataka wokovu, lakini maybe Bwana anaonana sana wokovu wa mzee. Si ati maybe, inakuwa hivi. Watoto watasikia sana kitu wa mzee. Ukisikia mzee pale ameshikwa na wezi na amefungwa, wanavivia. Akisikia amewapiga na wametoroka, wanasema baba yao ni shujaa. Ni the same kama hiyo. Wakisikia mzee ameokoka, ati ameokoka, hata wao wanaokoka. Wokovu ambao wanaanza kwa kuwa wanaangalia katikati ya dini wawili. Huyu mzee anaenda kanisa na mama anaenda kanisa. Hii kitu ambao ni kama si kitu mzuri. Si kitu mzuri. Si ni kweli? Lakini ukiwa mzee umeshika wokovu sawa sawa na umemwona Yesu, hata watoto wako watafuata. Na watakuwa hata kama watapotea, watakuwa kitua mkuu nje wanarudi, hawatapotea. Kwa sababu ulifanya nini? Ulimuona Yesu. Kwa hivyo wazee, tumuone Yesu na tukumkaribishe kwa boma zetu. Na tumuishie. Na tutafute mbinu mpya za kumuona. Tutafute ile mkuyu tutapanda. Tukija hapa kwa kanisa tukiambiwa, tukiwa kwa umati hapa, tuambiwe kutoka kwa umati
usipite njia hii. Ile njia tu Yesu anapitanga ile tunaambiwa, "To wacha hii pita hapa." Ukifuata hiyo njia na ukue pale bila kwenda kwa kikundi, utamuona Yesu kwa sababu utakuwa na mbinu mpya. Je, nimeongea sana kumuona Yesu. Na Zakayo bila amemuona Yesu. Hata na wewe pia ungependa kumuona Yesu. Nataka kuelezea tu njia 2-3 ile unaweza kumuona Yesu. Ndio usikie kama huyu Zakayo. Ndio kule kufungukiwa kwako haitakuwa mzigo tena. Ndio hata ile mambo unafanya kama Zakayo alikuwa anafanya itakuwa mzigo tena. Kwa sababu hata ikusimama pale, aliambia Yesu, kuanzia leo roho yangu imewasikia masikini, nitawapatia nusu ya mali yangu. Na yule nimemchukua mali yake kwa haramu ama kwa nguvu, nitamrudishia mara 4. Hebu niambie mzee, alibaki na nini? Si alibaki tu na Yesu. Ile yote alikuwa ameiba, si alipea na alirudisha. Kwa sababu hakuna haja ya kushikilia kwa sababu amepata mwenyewe. Sure, kama leo tuseme uko na milioni 10, uchukue 5 patia masikini. Na wale watu umenyang'anya tupitu yao 2-3 hivi, wakuja wachukue kama ingine 3. Sasa wewe ulikuwa umeishiwa. Na wale zatoka wengine kule hata hawakuwa wamenyang'anywa, lakini kwa sababu uko pale wanasema wamepita na mali yao. Kwa hivyo tabaki na yeye. Kwa hivyo vitu zingine unaonanga wazee, hii ni wazee. Ukiona wazee tukiweka bidii tukifanya, tukijua tunatafutia familia yetu, hiyo inakuanga ni kuwaletea laana. Hiyo inakuanga ni kuwaletea laana. Zakayo alijua kitu moja, laana kwa nyumba yangu nitaondoa. Mali ile yote nimetafuta, kwa sababu hata hii kutafuta mali ni ile nilipokonya watu wameweka wa biashara kia sana, nitapeana nusu kwanza. Hiyo mazao yote. Ile naye nimefanya ndio hapa, naye nitawarudisha wale wengine. Kitu moja, hata kama unafanya kazi na unapata pesa ya kando, ile yako utuzi. Si ni kweli? Kwa sababu kesho inaingia ingine ya Morogoro. Ukipata ya ndugu yako 100 ni ya nini utu? Ni ya kwenda kutengeneza new deals. Si ni kweli? Kwa sababu zingine za ku. Kwa hivyo Zakayo aliwachwa na yeye. Kwa hivyo na wewe baba uko hapa, kama unataka wokovu wa ukweli na unataka kumuona Yesu na kuondoa laana kwa familia yako, chochote kile ambao si chako kimepita kwa mlango wa juu, wachilia. Wachilia na utamuona Yesu. Wachilia, utaondoa laana kwa baba yako. Ndio sababu unaona mtu amesomesha mwingine amekuwa daktari. Wewe baba umesomesha mtoto amekuwa daktari. Na alipikia juu. Kwa sababu hiyo pesa ulimsomesha naye sio ya kawaida. Haikuwa na utukufu, iko na laana. Kwa hivyo Zakayo alisimama na kuondolea baba yake laana. Kwa hivyo wasee wetu wale tuko nao hapa, wasee tuko mambo mengi nimesema namna hiyo. Ile ambao secret zetu hatuwezi kutoa kwa watu. Toa kwa Yesu kama vile Zakayo alitoa kwa Yesu. Toa kwa Yesu, ondoa laana kwa baba yako. Ondoa laana kwa watu wako. Wacha niwaambie ndugu zangu na dada zangu, kuna njia ya kumuona Yesu. Nimesema kumuona Yesu utamuona kwa imani. Kumuona Yesu lazima uteremke Jericho. Na nimesema Jericho ni hapa. Wakati umeteremka kanisani umeteremka Jericho. Lakini hiyo haitoshi. Pastor atasimama hapa na atakuambia pita njia hii ndio uone Yesu. Pia hiyo haitoshi. Utainuka wewe peke yako uone Yesu. Yesu anaonekana na mtu peke yake. Utakuwa na mbinu zako za spiritual, za kiroho, zile utatamani kumuona Yesu nazo. Kwa hivyo wacha kwa kifupi tuangalie njia 2-3 ile wewe utaweza kumuona Yesu. Kama vile Zakayo alimuona. Njia moja ya kumuona Yesu. Wewe uko hapa unajua kusoma na kuandika. Usikose kusoma Biblia. Njia yangu ya kwanza ya kufunguliwa nilisoma Biblia yote. Nikimaliza nilikuwa nimemuona Yesu. Nilikuwa nimejua Roho Mtakatifu ni nini? Sikusikia. Na nikasikia niko na kiu sana, nikajua ingine ya Kiswahili nikasoma.
hata kama na Kikuyu natoka. Kwa hivyo kuwa msomaji wa neno la Bwana. Kusoma Biblia ndio kuongea na Mungu na ndio kujua Mungu. Kama usome Biblia then ni kama ile kufanya kazi na vifaa si za kufanya kazi. Kwa sababu inasemekana ndio ile upanga tumepatiwa. Hata maombi ukienda kuomba kwa neno inakuwa nguvu, inakuwa iko na nguvu na inakuwa inaweza kujibiwa. Si kusema Bwana bariki 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 unamaliza muda. Unachukua neno unaweka pale. Biblia inasema, neno lako inasema ukipitia kwa hiyo njia utakuwa umeanza kuingia njia ya Jericho. Kuwa mtu muombaji. Kuna watu wengine wao waombaki, hata kuombea chakula ni ngumu. Omba. Unaomba mpaka unaparara. Unaomba mpaka hata hujui unaombea nini kwa sababu unatafuta Yesu. Unaomba ngozi inaharibika. Ulali usiku unaamka saa 9 usiku, saa 8 ya usiku. Unasukuma. Asubuhi unaamka saa 12 ikifika ndio unajiwekelea kidogo. Omba bila kukoma, omba kabisa. Utamuona Yesu. Kuwa mtu wa sifa, kusifu Bwana. Usikae tu ukitembea kwa njia ukifanya mambo yako, weka kama music kidogo ya Yesu na uanze kumsifu. Utamuona Yesu. Tabia zingine kama hizo nimetaja za Zakayo, wachana nazo. Kuwa mwaminifu kwa ile kazi yako. Kuwa mwaminifu kwa ile biashara yako. Fuata njia ile ya ukweli. Wacha kuweka deal by the scene na useme Bwana anaona vile nilikuwa nimeishiwa. Hapana. Hata kama umeishiwa, hata ukutana na huyo traffic police jiani, akwambia ulikuwa unaenda speed, hata kama ulikuwa unaenda 50 kilometers, akwambia lipa fine. Usianze kumwenda pale kando, uanze kumwambia muongee, utaweka Yesu kando, hataonekana. Kwa hiyo njia zingine kama hizo waachane nazo. Tukae ile njia ya kumtafuta Yesu. Hiyo ndio nimesema itakuanga ujinga mingi sana. Unawaachilia, unapelekwa mahali kwa kulu 10,000 na ungetoa 200. Hiyo ndio kupanda mti. Hiyo ndio ujinga wa Zakayo, kupanda nini? Mti. Wakristo lazima tukue wajinga kwa ulimwengu. Lakini huo ujinga ndio wale kwa Mungu kwa Yesu na kuona ye. Hizo ndio zile njia za kuona Yesu. Zile kiasi naweza elezea. Kuja kanisa bila kuchelewa. Usikue mtu wa kukaa kuwaza leo nitaenda kanisa, sitaenda kanisa. Na usikae mtu wa kuhubiriwa. Kuna watu wengine wakaanza kwa kanisa kwa sababu wanahubiriwa. Nikija hapa vile ndio mhubiri, hata sijui mtu razi sina ndio na mtu anasema huyo mtu alinihubiria sitarudi kanisa tena. Alihubiri nini? Sikiza neno, hiyo haikuwa yako. Kama umehubiriwa kuna yule amemgusa, atamuona Yesu. Ukisikia huko na hiyo kitu na kwa roho yako, jua wewe umefungwa. Tafuta vile utajifungua. Kitu kingine, wachana na mambo ya tamaduni na dini. Tafuta Yesu. Kuna watu wengine wakati wanaenda kuwaambia neno kule anasema mimi nikamtoreki, mimi ni aisi, mimi ni nini, wanakuwa wamefungwa na dini. Hata wakuambia Yesu. Tafuta Yesu, wacha kutafuta dini. Wachana na tamaduni za kwenu. Lazima ukizaa mtoto akuja kunyolewa nywele na nyanya yake. Hiyo ni kuwekwa mapepo. Wachana hizo vitu. Leta mtoto kanisani aombewe. Utamuona Yesu. Wewe sikuwa unafanya vitu kama hizo na unakujia kumuona Yesu. Hapana. Hizo vitu unafikiria kama ni biongo ndio wanasiangalia kabisa. Utamuona, utashinda ukija kanisani, utapotelea kwa umati. Usikae kwa umati, hiyo ni kutoka umati. Kama ni mtoto lete hapa. Kuna familia zinakulangwa mbuzi kila wakati. Unasikia kuna mbuzi ama ng'ombe na kulangwa wakati wa mwaka nini. Hiyo ni kwenda kuabudu mapepo. Wachana hizo vitu. Siku hiyo wanaenda kula hizo vitu kuja kanisani hapa funga na uombe. Ufuje hizo mapepo. Kwa hivyo njia za kuona Yesu ni mingi. Sitaweza kukuelezea. Lakini ukikaribia Jericho sana na ufuate njia ile Yesu anapita, hakika utaendelea kufunguliwa na utaendelea kuinukiwa, na mwishowe utapata mti wako wa mkuyu, upande kwa imani na umuone Yesu. Pia kuna kufunga na kuomba.
Usikuwe ni mtu mpaka brother Blair aseme kuna kufungua na kuomba hapa. Hiyo ni hapa kanisani. Kuna vitu ambavyo za kawaida unaamka unasema wiki yote nimechukua leave. Nitakesha nikiomba mimi mwenyewe. Usingoje kuja hapa. Hizo ndio njia zile za kupanda mkuyu. Wakati nilikuwa nafunguliwa nilikuwa na kufunga na kuomba kama 21 days. Unaomba mpaka macho inakaa hivi. Haifungiki, usingizi umekukula. Hizo ni njia za kupanda mkuyu. Usikae tu ngoja waambiwe kuja tufunge na tuombe. Funga peke yako na uombe. Na kufunga peke yako usifunge siku moja. Kama vile wanasema niko na maombi ya 7 days. Sema hii 7 days itakuwa nikilala saa 9 ya usiku. Umake sure umeruka nunda umeenda pande hiyo nyingine. Hizo ni njia ngumu lakini ndio ile gharama ya kumuona So mjiweke mbele za Bwana kwa njia ya Bwana na mtafute mkuyu. Tafuta ile mkuyu utapanda ndio Yesu akuone. Kuna kumulilia. Kuna kusema leo nitatembea usiku kucha hapa kwa ngoma yangu nikiomba. Nikivuja vile laana zinakujaga huko wangu nikula. Kwa hivyo hizo ndio zile njia chache tu niko nazo naweza kukuelezea jinsi ya kumuona Yesu. Na pia ukijua Yesu usikae tu na unyamazi. Elezea mwenzako yule ambao hajui hiyo njia ya Yesu. Atakuja kujua na pia utabarikiwa. Tukue watu wa kushare. Sina neno la Kiswahili ya kuingia hiyo. Watu wa kushare kile tuko nayo. Ukisikia kitu tamu usikule peke yako na unyamaze. Na hiyo ndio sababu naenda kumwambia wakamba Yesu ni Bwana. Kwa sababu mimi nilikuwa mmoja wao na nilikuwa nafanya kama wao. Na wako nyuma wacha niwaambie ndugu yangu, kama unaweza kununua Biblia na ufungue usome na uandike, shukuru Bwana. Kuna mahali tuenda kuhubiria watu wakaokoka wakuja kwa kanisa wakajaa. Lakini kurudi pale kupata hii watu wahitaji kuhubiriwa. Mtu alikuwa mganga alichonga uganga yake akaja. Mtu alikuwa hii alitoka kule kwa Garubu akaja. Achakatia kanisa mtu na mzee kama mimi. Huyo mtu tamhubiria nini? Sikuanza kuelezea story ya Moses, story ya David, story ya Yesu. Kuna kuhubiri na kuhubiri hapa, lakini kuna wengine hawahubiriwi. Kwa hiyo usiogope, toka enda ukasomea mtu Biblia tu. Huyo mtu atakuwa msaidia wako. Hata Kikuyu msione kama wako. Watu wa aina wako kila mahali. Mtu ametoka huko, ameingia kanisa umemwambia kuja mahali mzuri. Akija na shida amekuja nini? Hata hajui kuomba ni nini? Ndugu zangu, dada zangu, kazi iko. Kazi ya Bwana iko. Ndio alisema shamba, kazi ni mingi. Lakini wakulima ama wavunaji haku. Kwa hivyo mahitaji ni mingi. Kuna watu wa kuhubiriwa kama nyinyi, na kuna wengine hawahubiriwi. Ukianza kuhubiria mtu anashinda, huyu mtu amesisimukia nini? Yes. Anataka umuelezee story kwanza. Ndio ukimwambia story ya David. Ukimwambia story ya Mary na aelewe. Kwa hivyo ndugu yangu, nimesema kama umemuona Yesu usikae na unyamaze na hiyo utamu kwa moyo wako. Nenda kwa mwingine anamhitaji zaidi umuelezee. Njia za kumuelezea ni mingi. Sio kuhubiri peke yake, hiyo ndio maanisha. Kwa hivyo ndugu zangu, nashukuru Bwana siku ya leo na wacha tukombee hapo. Asante.